Assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu. Ya Bwana Yesu asifiwe kwa ndugu zangu wa Kristo. Shalom shalom kwa wale wengine ndugu zangu. Ya hapa niko ndani ya Virabondo TV. Ya leo napenda kwenda live. So unajua tumeshazoea live FM, lakini leo tutakwenda live kidogo. Na hii live yetu ya tunakwenda kuongelea kitu kimoja. Ya ndugu ambao unakwenda kunifuatilia sasa hivi, napenda kwenda kukuambia ya katika maisha hii ya mitandao ambayo tunakwenda kuishi, nitapenda nikupe ushauri kufatana na kasi ambazo mitandao inakuwa ikifanya sasa hivi. Na nitapenda kuongelea kuhusu watu wale ambao wanakuaga na tabia, mtu anakublock. Okay? Anakublock, haujawahi kumuuzi, haujawahi kumfanyia makosa yoyote, lakini unamkuta from nowhere anakublock. Alafu unakuja kuta alikublock, haujui reason why alikublock. After unakuja kuta amekuinblock na haujui reason why ameninblock ite. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa akili hazitimii nini. Unaniblock, after unaninblock. Unasikia? You really ask me. Unasikia? Unakuja unaniblock, au kuniuliza ama kuniambia bwana, kwa nini nifanye hivi sijui nini? Unaniblock. After tena unakuja tena kuniblock bila ruhusa yangu ama bila nini. Alafu watu kama hawa ndio watu ambao sisi tunakuga tunaangalia tunacheka tunasema dunia Mungu aliumba watu kweli. Maana kuna ujinga fulani, sijui kama ni ukosefu wa nidhamu ama ukosefu wa kusoma ama nini. Kwa sababu utakuta mtu anapenda kujionesha, ana kila kitu, ana uwezo, anaweza sijui kuhamisha mlima huku na huku, lakini hauna uwezo wa kudhibiti kitu kikakuwa kwenye jina lako. Utablock, unablokua. Hasara sana. Ndugu zangu, ndo live kidogo nitaka niingie kwa sababu leo nilikuwa busy bin taban bin hoi. Nikawa nimeshindwa kweli kufanya kipindi chetu ndani ya Virabondo TV, lakini niko hapa, nilikuwa na vitu ambavyo nilikuwa navifanyia kazi tu taratibu, lakini tupo studio ni mwetu hapa. Ya tuko vizuri, mambo tumejipanga vizuri, kila kitu iko sawa. Wadau, tumewaambia kila weekend tutakuwa tunakuwa hewani. Kwa hiyo hapa tuko ndani ya Virabondo TV, tuko hewani, lakini epukana na watu wajinga kama hao. Leo anakublock, kesho anakuinblock. Alafu yeye anajitapaga, anaweza anafanya nini. Hajawahi kuwa hata na title hata moja, kitu chochote. Hata title hata ya nani ya sutie hayakuaga nayo. Unasikia? Hayakuaga hata na title ya kilato. Kila kitu kinakuwa na namba pale ya C R E D I T. Hauna kitu, acha masifa. Acha kuwa nasumbua watu, acha kuweka watu migogoro ya kijinga, acha kujisifu unajua kila kitu, acha kujifanya unaweza. Twende maisha ya Mungu haya. Kuna leo present, kuna kesho future, kuna jana past. Na ndogisi maisha gisi na kuaga past, present na future. Leo utaonekana, kesho utapotea ama ukatoweka zaidi, na ukatoweka vya ukweli na wengine wakaja. Tuache masuala kwa tunakuwa wajinga ndugu zangu. Aswa Wakongomani, tatizo nini? Kila mara mimi nakuaga nasema, Wakongomani tuna shida gani? Tuna ujinga gani Wakongomani?
wewe umejitolea mwenyewe kumblock mtu. Unaniblock sawa kwenye Facebook yako. Tena kivipi leo unanikuja kuniblokua? Natoka uliniblock, sijawahi kukulalamikia, sijawahi kufanya, umeniblokua, unataka nini? Kipindi ukimblock mtu, block for real. Unasikia, ukiniblock, block for real. You block me for real. Don't block me today and then tomorrow you start, hey, let me see what's going on over there. And then you block me again. Hey, that is bullshit, man. When you block me, you have to block me for real. I'm not stupid. Nasemaga katika vijana walikujaga huko, Virabondo, sikujaga kushangalia matani. I'm the one. I know who am I know where I come from. And then I can be able anytime, any day, when they deport me, or when they say something is shit, you gonna back to your country, I'm ready to back. And then I'm not gonna be, when I back to my country, starting crying, hey, I don't know, my friend, send me this one. No. When I go there, I go and then I can stay to my place. Start doing my shit, man. I know. I work with this one. My mind is working well, man. I'm not stupid. Like wengine kisi mnakuja mkija kushangalia mataa huku. Ushenda jichukulia gari yako kama mkopo, unakuwa unajifanya umemaliza. Niko na gari mzuri, navalaka mzuri. Utafaka ulivalaka mzuri. Gucci gani unavalaka wewe, ama hiyo sijui Versace. Utaweza kuanza vala Versace ya 8000. Bile yako wewe mwenyewe mwezi haifiki 8000. Wewe ndio vale nguo tu ya 8000. Motherfucker. Stop, man. Hii nairudilia tena. When you block me, you have to block me for real. Usinibloki afu tena ukanimbloki kesho. I don't need, this is bullshit. Michezo ya kitoto hii. Nitazani kairudilia michezo ya kitoto hii. Nika tunacheza, unaniibia double fei mkae. Afu inafika unaenda tengeneza karne za mingi, unakiona nirudishia karne tena. Yenye ulikuwa unatengeneza double fei uliniiwaga. Unasikia? Na kipindi ilikuwa nafika mimi ndio niandike ma resume ya kur fulani, naenda kuta kaya yangu inajaa. Na kipindi wewe ndio uliniiwaga ma double fei, ulikuwa nakuja nikienda ku recreation na bandua ma double fei mkae yangu. Afu naenda tengeneza karne, unakia nipatia karne. Junior naandika explication, sikuagi naandika resume. Afu sa correction makae kifika mimi napataga 0, wewe unapataga mawiti. What the heck? Ndo hivyo, tuache michezo ya kitoto, man. Michezo ya kitoto tuiache. Kipindi unaniblock, you block me, you block my wife. Don't block us again. Kwani usha tu block? Yeah. Inaonesha vizuri umetublock, kila kitu kinakwenda fresh. Tena unakuja kutuimblock jua nini, umbulukeni. You know what? Mimi najisemeaga hauna usizingishi magumu. Hauna. Na ndio naambiaka ba garso hapa. Jibosi, uko unanifuatilia mimi ni Mugabe, nakwambia mimi nabisemaga ukweli. Hauna. Jibosi, ukikuwa hata na gari ulinunua ya $3000, inashinda mtu mwego na gari ya $40,000 ya deni. Mimi nakwambia mimi nikuaga na magari. Nilikuwa na magari. Niambie mbagari sote ya Kikongomani mwacha tembeza gari za VIP kama mie. Si wao wengine wako nenda wewe wengine vitu vya majabu. Ama sasa hivi sio gari nyeko mchata, ama inakuaga ni tuterai kwa ndaka hata mchata. Range Rover inakuaga mchata. FG Cruiser inakuaga mchata. Unasikia? Ziangalie hizo gari niwahi kuzitembeza. Unasikia? Na niwahi kuzimiliki. Tena niko nazo na title. Na niliwahi kuwa na gari nyingine, nilikuwa na Nissan Murano ilikuwa sikuwa na title, nilikuwa nimebeba credit. Na ndio hapo nianza chukia credit. Credit ni nini? Leo utaweza kuwa ulienda toa deposit ya gari 5000, unatoa $5,000, unaweka pale deposit ya gari. Ukishaweka deposit ya gari $5,000, inafika sasa unapewa gari, unasaini kila makaratasi. Bale watu ya gari watakwambia wewe utafutishe full coverage. Hauwezi ukatafuta assurance ya sijui reliability ama nini, unatakiwa utafutishe full coverage. Ukienda tafutisha full coverage,
Sasa usikie sasa ndio kwenye muziki unakuaga. Fanya sasa ajali. Ukifanya ajali, kipindi unafanya ajali, batu assurance abakurudishiaji ile 5000 kwanza ulitoaka deposit. Unasikia? Abakurudishiaji. Bana kamataka ile 5000 ulitoaka deposit inaenda muentere ya batu ya ile gari ulienda bebe. Alafu baadaye ile franka ulikuwa unalipa, kwa mfano ulikuwa unalipa kwa mfano 300 kumwezi ama 400 kumwezi. Mwile 300 kumwezi na 400 kumwezi ulikuwa ukilipia ile gari, banaendaka banakurudishia 280 kila mwezi. 280 kila mwezi ndio banaenda banakurudishia. Zile zingine banachukua interest na mataxi yenye balikuwa wako wanachukua. Unakuja kujikuta ulikala na gari huko na ilipia miaka 5 ama miaka 4. Unakuja kufanya ajali, unataka kuimaliza, unakia kuta franga banakurudishia gari ulibebaka kama ni 30,000 ushalipaga mafranga ya ajabu na ajabu. Unakia kuta banakia kurudishia $4,000 mugari ulikuwa shekala nao 5 huko na ilipa. Unasikia? Na ndio kitu kemena napenda niambie ba garso ba mingi. Sie tushekala hapa Marekani, tuko na niko na miaka ya kutosha hapa Marekani, najua kila kitu. Unasikia? Siwezi kuwa timide. Mie siwezi kuwa timide. Eti nimuone mtu leo anapita na gari moja yenye alipita nayo ya bongo eti ya mkopo, akia na intimide mimi niko na gari kama ya 2000 yangu ya cash. Azini intimide. Ni vya bongo mwenjwa mwebizoea. Sibe tushazoea, sisi tushatembelea magari ya bei. Niangalie Facebook zangu za zamani. Nilikuwa tembelea ma Range Rover, ma FG Cruiser. Lakini nilielewa maisha Marekani. Nilielewa ule mlima wanachoraka Marekani. Nikaelewa kila kitu. Ndio maana mimi napendaga nikuwe wazi, niwe nawaambia wa garso, muache kwa mnapenda kufanya zile prestige juu. Unajua batu ba mingi balikutaniwa hapa Marekani, wanapendaka kipindi mtu akitoka Afrika akikuya tuharibikiwe sie wote. Mimi nisharibishaka credit yangu, niharibishe na ya mwingine. Lakini mimi sikuwa kikule, mimi napenda niwaambie juu mimi siharibishaka kitu. Nilielewaka vile yote vitu na nikana na vitoka. Na mpaka leo niko na mataito, nakuwa naoni vitu. Naoni nyumba mnivua Marekani. Na sio nyumba moja, naoni sijui gari, niko na magari kama 3 wiko hapa machakachaka. Lakini nilikatala, siwezi tena kuwa tena nakuwa na bibi mwa vitu vya ma VIP benye abiko mfuko wangu. Niende nikamate leo, niende ninunue gari ya $20,000. Ni franga niko na uwezo wa kulimisha eka zangu hata 6 ama 7 kunyumba. Na nikakuwa na franka ya for real ya kizazi nenda kizazi rudi. Nikakufa leo na bajuku yangu wakaenda kula kuile eka nilinunua. Ikakuwa tofauti na gari nilinunua leo kifanya aksida hapa. Na mtoto wangu mwenye nilizala hana uwezo hata kwenda kuangalia piese ya gari kwa iliendaka. Ikienda tu kwa bataipeleka na inapita napotea. Kwa hiyo ndo kitu napendaga niwe na kanya ama niwe naambia ba garso wenzangu. Tuto tunaangalia. Tusikii tunakuwa na intimidate. Sawa, najua hapa kuko mabifu hawa mburukeni, sijui hawa limbukeni hawa tunafungua nao nani tumekuta huko moyo vita yao. Lakini kitu ndapenda niwaambie, basi kuintimidate mtu, umuone mtu anatembelea ama anatembelea nini, muombage taito. Ana kitu vurugu analiaka sama bile na mtokea kumeza, mtamwona atakuwa nafaa prestige mubatu, lakini saa bile zinamkuia mumeza analiaka. Ana uwezo hata kusaidia ndugu yake, ana uwezo hata kusaidia mama yake kwenye hiko. Juu saa bile zikikuya analipa bile za mingi, anashindwa hata kuwa hata na senti. Hata tofare anunuaka kunyumba. Unasikia? Kwa hiyo ndio hivyo, mimi nitakuwa nawaambia ukweli. Na ndio maana nitapenda niwaambie, mwe mnaenda kuna nini? Hapa tuko niko mstudio yangu, niko Mvirabondo hapa. Unasikia? Niko Mvirabondo, niko mstudio wangu hapa. Niko kwangu. Unasikia, niko kwangu, niko mstudio wangu hapa. Kijana aliyejitambua na kijana ambaye anajua wapi nilipotoka na wapi ninapoelekea. Najisemaga wakubisha abishe, wakukatala katale, wakukubali akubali. Rais Virabondo, seul capable de supporter. Tuko hapa niko nyumbani bwana. Mimi sipendi yeye mafieri. Sijui niko kupisine, nilienda huko niko natembelea gari ya hivi. Man, you don't have title ile ndio nakuwa naonesha you are the owner. Hapana ile owner ya bongo bana kwa wanaoneshana kwa Amerika. Unajua Amerika wanakuwa na fasi mbili. Bana kuonesha owner kimkopo na owner kitaito.
Unasikia? Inatakiwa uwe ona. Hapana kimkopo, kitaito. You have to have a title. Title ile inakuwa sijui kwa wale wengine wa ndugu zetu labda tutakuwa tunatumia term title ambako naelewa. Title ni ile kupa na make kubitambulisho ya kitu ama udhibiti wa nyumba, wa gari, kuwe majina yako. Hapana ile eti ulipewa tu majina ya mkopo. Uwe na ile title, kile kitambulisho kinaonesha hii gari ni ya fulani na sio ya deni, na kama ilikuwa ya deni alimalizaga, ana vitambulisho vyake. Unasikia? Ana vitambulisho ambavyo alifanya hiki na akawa amekimalizia na kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio kitu ambacho mimi nakuaga napigania kila siku, na ndio watu watakuwa wakinitia, wakinisema ama wakifanya nini. Kwa sababu gani? Mimi sipendaji kwa hawa vijana ambao wako wanakuja. Leo kama unakuja utakuja kuta kama maajali mengi alikuwa kijitokeza hapa. Kila kijana anapenda, alitoka Nyarugusu leo anapenda afike tu anunue gari ama achukue gari ya mkopo, aanze kusafiri kwenda state ya Mbaleti. Na vile mwenye chama moto ine, na vile taximeni. Bwana, achana na vile montare ola. Obile okambita salami. Ola kwanza Tanzania tamuna nyetela ka speed ya 70 ama ya 60 ama ya 50 muntukali tona nyatela ka kyo speed. Sasa ono molela fashi nyatela ta speed ya 90 ya 75. Uanze kuleta vitu vingine vya ajabu ajabu. Na ndio ulikuwa unakuta hapa kila mara ajali. Lakini tulikaa chini tulikuwa tukiambia vijana, bwana twende katika njia yenye iko sahihi. Vijana wenzangu, tuacho ulimbukeni. Unafika tu leo Bulaya unataka uanze niso ya Texas, unaanza tembeza. Na we au kukuaga na experience au yakuwa hata na experience yoyote, unataka uanze kwenda Texas hai. Utafanya ajali. Unaona? Na ndio yote vitu tunakuwa hapa tu tunawaambia. Vijana natakiwa tuwe vijana ambao tutajua tumezaliwa wote katika maisha ya kimaskini. Hakuna garso ataniambia kama fie ataniambia sijui babangu alikuwa fulani, sijui hivi alikuwa nutus. Tuko bamfaa bakutimie. Unasikia? Tumetoka mafamilia yenye ko pauvre. Na kama tumetoka mafamilia yenye ko pauvre, inatakiwa tuwe tunakuwa na time. Unasikia? Tunakuwa na time ya kuikaa pamoja, tunakuwa tunaambiana maisha gisi na kuaga. Leo unakuta uko na uwezo hata kufanikisha kupata $400 kwa wiki. Unaenda kukazi unapokea $400 kwa wiki. Sawa, najua una magaramo na nini. Utaweza kaweza kusevu hata kwa mwezi hata $50 ama $100. Unaona? Kwa hiyo acha kuenda unajiweka makamba ya mingi. Unasikia? Makamba ya mingi. Uelewe fasi yoyote, no place like home. Hii ukwe na iweka uifanye kila kitu kile unapenda, no place like home. One day na uko tuko tunaishi. Jichukulie kama ushawahi kutumika mwaka, miaka 2, miaka 3, utakuwa unausikia mwili wako. Ipo siku utakuwa na tamani urudie uende ufanye kimwa kitu ama uende ikae mwa fasi. Isikie mwili yako sasa hivi kama ushawahi kuikaa Marekani ukatumika mwaka mmoja, miaka 2 kuendeleza ama kuendelea. Niko naongea Viswahili vyote vitatu. Kiswahili kia Kongo, kia Kenya na kia Tanzania. Unasikia? Sasa hapo utakuwa unasikia mwili wako. Utakuwa unasikia mwili unakuwa unaenda aje. Mwili wangu uko katika mazingira gani? Na utakuwa na siku unakuwa unatamani acha sasa nirudi, niende nikae sasa nyumbani. Juu kuna kuaga kipindi mwili unachokaga Ulaya. Hii nakwambia kubali kataa. Kuna kipindi mwili unakuaga unachoka Ulaya. Haujazaliwa hapa Ulaya, hata ujifanye eti kwamba wewe ndio unapendaga Ulaya, unaanza kuona laani. Mimi sitarudiaga Afrika. Nilikiaga na familia yangu yote nifanyaga nini? Bwana, walemavu wengi ambao kwanza huko kuagi wanazaliwa wengi sana walemavu. Afrika tunazaliwaga kule mapolio, manini, mavaksi ya bongo tunakuwa na walemavu wengi tu wa bongo wenye wanakuwa wanatufabrikia bazungu. Huko walemavu wakwagi ba mingi tu sana. Ukikuta mlemavu malitoka huko mento kabisa. Mlemavu wa ukweli. Na wanakuwa wanawekewa manyumba. Lakini leo kamata baze yetu ya mingi ya keusi.
Hapa tunaitaka ba Black America, bale ni watu yetu, bali kama leo tunakuwa tunafika Marekani ama tunafika muinchi za Ulaya tunakuwa tunafiotola mabinywa yetu, bali tutumikia miaka 400 ya mateso, bali tuangaikia. Leo unakuwa nafika fasi na unakuwa nasema human rights, uko kukazi wanakukosea, hawa na go to HR, why my supervisor gonna do this one? Bali ni watu wako naheshimia ba Black America be mnapenda kuzarau, bali tutesekeaga vya mingi. Miaka 400 uko naikala fasi, uko nateseka miaka 400, unapigwaka, unafanyaka hivi, hauna kitu chochote. Leo sie tunakuya tunafika, tunataka kuanza kujisahau, atuelewe wapi kwenye tuko na wapi na kipi kingi tunatakiwa tufanye. Unasikia ndugu zangu, vijana wenzangu ambao wako huko, tuwe tunakuwa na muda wa kujua ukweli na kuwa tunafuatilia ukweli, na tunakuwa na muda hata kuwa tunasoma. Sio paka uende kwa masomo, tunasoma hata vitabu vinaandika. Kuna writer wengi wetu wa Kirusi wanaandika vitu vyote. Kwa West Africa kuko waandishi wazuri tu wako wanaandika vitu vyote viko vinapita. Kwa hiyo vijana wenzangu, ndio kitu kimenta penda niwaambie, mtu akikublock ku Facebook ama kumtandao wote, akikufollow ama anasijua na kufanya nini, anakutoa tena na kurudisha, huyo sio mtu mzuri kwako, mtoe. Na asiwe anakuwa tu anakaa anajitapia, mafanikio, angalia mafanikio Mungu alinifanyia. Mafanikio gani ya bongo? Mafanikio ya deni? Wende beba nyumba mkopo useme ni mafanikio Mungu alikufanyia? Mungu anatakiwa kufanyia ununue kitu kia kashi. Ubebe gari ya mkopo eti mafanikio Mungu alikufanyia? Man, stop lying people. You have to stop, you have to quiet your motherfucker. You know what I'm saying? Quiet. You have to quiet. Don't still talking the stupid things. Unaenda beba nyumba mkopo, angalia mafanikio Mungu alinifanyia. Mungu atazaka kufanyia mafanikio ya kwenda kubeba nyumba mkopo? Ama Mungu atakufanyia ununue kitu kia cash? Uende beba nyumba mkopo ya 30, wewe mwenyewe unakia jikuta uko na miaka 30 na zaidi ama 40. Unaenda beba tena nyumba tena mkopo miaka 30. Utaimalizaka mu miaka ngapi? Si utakufa utaiacha. Na ndo business ba West banakuaga nayo huko, ba Western. Hizi zote nchi zote za huku zinakuaga hivyo. Uende bebe iPhone deni, uende bebe hiki deni, ndio utakuta garso wa mingi hapa na kwa sinatumisha Android nikiwa iPhone. Deni ziko zinakunuka. Unakuwa unanuka sama iti. Deni ziko zinakunuka. Hauna uwezo leo eti kukuata tatizo ujitoe. Hauna hata trase kule kunyumba, unwaka hata kalupango, hata kafasi tukatere kale kinyutu zako ukaanzisha hata kunani kuchezesha hata watoto na wapeleka wacheze kombolela. Unasikia? Tuache. Hii ni ushauri mimi nitakuwa na shauria. Niko Pan-Africanist wa mkubwa sana. Mshona Pan-Africanist wa mkubwa mwenye alitokea ngambo ya Uvira na Fizi. Ndo mie huyo. Unasikia? Rais Virabondo. El Mix Saidi. Nitakuwa nawaambia ukweli, tuache. Ndio ba ndugu yangu, ba dada yangu, bote mko nakia Marekani leo mnakuwa mnakuya. Muache kwa mnaenda ngengia mbitu ya bongo. Beba kama utawewa kamkopo, usibebi kikatatambuka miaka 3. Usibebi kikatatambuka miaka 7. Sio kwa unaingia mikopo miaka 13. Utakuwaga mtumwa hapa, utakuwaga kulaumu kila siku. Utakuwa mtu kufanya mabifu na kila mtu kila siku. Alafu utakuwa unaenda tu ulibeba kigari kyako kia mzuri kia miaka 13 na kwa sema, angalia mafanikio Mungu uko ananifanyia. Mafanikio gani? Onesha title. Acha kuwa nadanganya, sema mwa tulikutaniwa huku tunajua kila kitu na tuko sawa, tuko na manyumba ya kashe huku, tuko na manyumba na mataito. Tuko na manyumba yetu huku. Mwende mbebe za benki eti njo za mzuri, eti za nishe tulinunua zetu za kununua tukaanza kuzirekebisha, tuko na manyumba mafranga yetu. Tuache kwa tunadanganya batoto, tuache kwa tunadanganya jeunesse. Tunakuwa watu tutakuwa tunatoa education mzuri ku jeunesse. Unasikia? Tunakuwa tunaedike kwa sababu hapa ndio wataenda kuwa. Leo kama tuko na president wetu Kongo, president wetu alikuaga Belgique, leo alirudia leo president kunyumba. Na sisi wengine tukarudia, hatujui, on sait jamais. Unasikia? Fitire na jitokezaka kesho tukarudia.
na vitu vingine vikajitokeza. Kwa hiyo ndo hivyo, tuache kwa tunadanganyana. Na mimi niko napenda kuambia jenese yangu irudie kuwa makini. Jenese yangu irudie kuwa makini. Mwache kwa mnanyengia vitu vya ajabu ajabu kwa sababu tu ya kudanganyiwa. Mtu anakiana kudanganya. Sije angalia mimi nilifanya, angalia mimi nilifanya. Ukiangalia eti angalia mimi nilifanya, angalia mimi nilifanya. Tuache kwa tunakala mida hiyo matime kwa tunadanganya watu. Hiyo sio mzuri. Hiyo sio mzuri. Tu tunakuwa na muda wa kuongea ukweli. Japokuwa tuko huku Ulaya, tu tunakuwa na muda hata kuambia bandugu yetu walibakia Afrika. Kuambia ukweli. Unabaonesha gisi venye maisha ya huku gisi venye nakuaga. Unasikia? Unamwambia bwana, bwana huku tuko Ulaya kweli mnaitaka ni Ulaya, mnafanyaga nini? Lakini maisha tuko naishi tunatumikaga. Kama gisi watu wengine wanatumikaga huko, lakini maisha ya huku ni magumu zaidi kushinda ya Afrika. Huku kiharibisha, unalala nje. Afrika utezo kukaribisha na ukaenda kwa shangazi ukalala, ukaenda kwa myomba ukalala, ukaenda tafasi ukajilalia hapa ujali na ukekala, hauna bile yote utalipa. Lakini huku utezo kufukuzwa mnyumba, ukazaneti vile ulitoka ndio biliisha. Utakuwa na bile za ile nyumba, utakuwa na bile za moto, utakuwa na bile za gaze, utakuwa na bile za trashe, utakuwa na bile za maya buchafu. Unaenda unekala safasi kule, banaenda ile franga yote banaona ulipi, banakupeleka ku collection. Unasikia collection njoo kule kuna kuaga nifasi, banafanya batu wote ya madeni wenye walishindwa kulipa, banatumiwaga kule. Bali njoo wanasaka kukupigia sama simu kukutafutisha bana tulipe franga yetu tushakulipia kule tulipe. Make wao wanachukua ile mkopo yako ama wanachukua madeni yako yote wanakulipia. Hebu njoo wanasaka kukudai. Kwa hiyo huko kwenye tuko tofauti na huko kwenye mko bandugu zangu wako Afrika. Nathalie la blonde unasema ni kukol. Nani leo sitapenda kukol mtu. Na ndio maana uliona niko mstudio wangu hapa, sipendi kupiga hata kimoja kitu. Sipendi kupiga ni muziki, sipendi kuongelea ni micro, vitu yote vinazimishwa, vyote viko off. Switch kila kitu off, makamera yote kule iko off. Nipenda mimi mwenyewe niongee kwanza hapa Mixaidi. Niongee tu mimi mwenyewe kwanza hapa tu na simu. So unaona gisi ninaiweka simu, unaongea kwanza na simu. Napenda niweke kila kitu kiwe sawa kwa sababu ya napenda niwe nakuwa na time, you know what I'm saying? Time. Tu tunakuwa na muda wa kufanya, unakuja kuta kuna watu kule kwa tulitoka hawakuaga na upeo ama hawakuaga wanawaza labda mwasi kwa ataweza kafikia kuwa mtu fulani. Hasa anapofika katika mazingira hayo anakuwa anajisahau zaidi sana, anakuwa sasa anataka kutumia kale kadogo alichokapata ikuwe kama fimbo ya kuadhabu ama kuadhibu wengine. Inakuwa si hivyo. Leo utakuja kuta leo kui mishahara yenye watu mnapataga hapa Marekani usipotembeza traki. Mishahara inaanza mu 1200, 1700 mpaka 2500 na hapo ulifanya overtime. Jutu kikupigia hesabu kama unapokea $4 na vitu kumwezi, maana mwisho wa mwaka kuna $27,000 ndio unakuwa unapokezwa. Na kuko watu wenye wanafanyaga mule mu Afrika madili yao tu ya kumwezi wanatambusha hiyo $25,000. Sasa unakia kuta huko Ulaya au yakuaga kitu na utakuaga mtu wa kupenda kudharau watu wengine. Unataka wewe mwenyewe uko hapo ungali tu na kanyumba kamkopo, kagari kamkopo. Unataka uko na dharau kila mtu, uko unafanya kila kitu kuonesha eti kwamba ushamaliza kimwa kitu. Haujawahi kuoni. Hata chupi yako unavaa unaenda unakopa. Au yaga nunulia hata mtoto mwasi chakula ya franga yako yenye ulitumikia, unasubiria franga ya gouvernement, food stamp na vingine. Sasa hayo utakuwa napenda kukosesha wengine amani. Sijuju mimi miki nifungula kaduka hapa, nianze kukosea kila mtu amani. No, natakiwa nikuwe na nimuelimishe kila mtu na nimuoneshe kila mtu aka kaduka kemeni nifungua sio fimbo ya kumchapa mtu, ila ni fimbo ya kuwatetea wote waliokuwa wakichapa, kwa sababu kuna wengine walifungua maduka hapa wakakuwa nataka eti kwamba wao wanaonea watu wengine kwa kupenda kuonesha tena na pesa za mikopo.
Kwa kupenda kuonesha eti wanapenda kuonea wengine. Sisi hatukwenda huko. Tulikwenda taratibu na hamna pesa za mkopo, na tutakuwa tunakwenda tunatetea watu. Na tuache bifu za kiujinga. Ni time ya watu mnakaa pamoja, mnaambatana, mnafanya vitu ambavyo vinaeleweka. Unasikia? Lakini mada ambayo tulikuwa tuko nayo ni mada ya kusema eti kwamba mtu kipindi anapo kublock kwenye mtandao wote, tena baadaye anafika anakuimblock, huyo ni mtu wa kumchukulia amnazo. Ulini block, sijakukosea, sijakufanya nini, umeogopa tu, labda unajua huku kuna kuja kishindo, huyu mtu ataweza kufanya hivi, ama amekuja kihivi ataweza kufanya hivi. Unakuwa umeogopa, unachukua, unanitoa. Tena baadaye tena unanirudisha bila mimi kukupigia, wala mimi kukutafuta, wala mimi kukufanyia hivi. Unafika tena unakamata, unafanya nini? Unanirudisha. Huko mjinga mpumbavu, na ambaye ulinirudisha sasa hivi, nenda tena ukaniblock na kutukana huko mjinga mpumbavu. Unasikia? Hawezi ukaniblock nani tu juu umejamlia tu ni block kwa sababu nimefungua duka sijui nini, unaniblock. Tena unakamata, unaniblock. Umeniblock almost kama miezi miwili toka uliniblock toka mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9. Mwezi wa 9 naelewa. Mwezi wa 9 unakuja kuniblock jana. Sana toka kazini, it was Friday, yeah. Juzi, it was Friday. Natoka kazini nakuja kuta status yako nimeona after kama 3 hours. Kwa hiyo nakwambia uendelee kuniblock. I don't need to be with you. I don't need any relationship with you. Unasikia? Endelea kublock. I'm not stupid. Najielewa mimi, najielewa. Najua wapi kwa nilitoka, najielewa. Na wote wako wananifuatilia hapa ambao niliwahi kuishi nao na ambao tuliwahi kusoma nao nikingali hata mdeuxième CO ama msixième primaire. Banajua mimi nilikuwa najielewa. Nilikuwaga mtu mwenye nilikuwaga nikifight jua wanafunzi wote. Nikiongea ukweli masomo jua wanafunzi wote. Sikuwaga, je n'étais pas un idiot. J'ai été né na kipindi nilizaliwa état comme un leader, quelqu'un qui sera pour déclarer pour tout le monde, kila mtu apate kwa sababu huyu bwana amesema amefanya nini. Je ne suis pas égoïste moi. Je ne suis pas égoïste. Je suis un quelqu'un de bon cœur. Parce que je suis un quelqu'un de bon cœur. Je sais comment gérer, je sais comment partager, je sais comment vivre en famille, dans la communauté. Je ne sais pas comment. Moi, je suis un quelqu'un de ce genre. Mais est-ce que moi, mtoto, si je un voyou, je ne sais pas, un quelqu'un d'où, je ne sais pas quoi. Non. Nimezaliwa katika familia ya kimaskini. Wazazi wangu ni maskini, mimi mwenyewe ni maskini, lakini ni maskini ambaye ninajielewa. Ni maskini ambaye leo hata nikirudi Afrika siwezi nikakosa kufikia kwangu. Ni maskini hata hapa Marekani silipi rent leo. Ni maskini hata ni na tungine tu vitu twa mikopo tuenzani katulipa, lakini hatufikii ile miaka tena 30 40. Lakini mimi napenda tuwe tunakuwa na muda wa kumsamini mtu kipindi angali anaishi. Unasikia? Kumsamini mtu kipindi angali anaishi, kumuonesha mtu ni mtu. Kuonesha upendo wa kibinadamu, upendo wa kiutu. Unasikia? Sio unione tu leo nainuka, unaanza kunichukia, unaanza kuniblock. Unakuwa ni block huku na ni block huku. Alafu unaniona mimi sikukufuatilia wala sikukuendelea, unaanza kuniblock tena, uanze kufuatilia nafanya nini? Funga uniblock. Mimi nikikublock tena nasema jina lako. Nakupatia 48 hours uniblock. Usiponiblock mimi mbele kukublock mimi nitakusema tena hapa, nitakuletea watu. Niko hapa kwa studio yangu. Unasikia? Niko kwa studio yangu, nitakuletea watu watakaa hapa kwenye mamikro. Mada yako nyo nitaweka. Si unapenda pelekana kwa makoti? Mada yako nyo nitaweka, utanipeleka kukoti mimi. Simogopi mtu, tutanipeleka kukoti. Marekani hawafunganaji na kesi. Ukikuwa na kesi ya kulipa 10,000, utalipa 1,000.
Ukikuwa na kesi ya kulipa 1000 utalipa $100. Ukikuwa na kesi ya kulipa $100,000 ya Kimarekani utalipa 10,000. Unasikia? Kwa kila kitu kinaeleweka. Kwa hiyo kitu kinapenda nikwambie live hii nimekwenda kuambia watu wengine, napenda tena na wewe ambao umenifungua juu utaenda kuifuatilia. Ifuatilie vizuri, lakini napenda nikwambie you have to block me again. Uniblock kama gisi ulivyo ni block. Why you block me? Did you block me for no reason? And then why you gonna block me again? You have to block me for real. For your entire life you have to block me. Take your Facebook again, block me for real. Tuchiko tunachukulia watu eti kwamba tuko poa, kama gisi mko achukulia wengine wakimbizi poa. Ninokea sumu poa. Anakuja tena mnacheka. I'm not that kind. I'm not that kind of the people. I'm different. Unasikia? I'm different. Sisi ni wengine ambao tunaonaga mbali, tuko tunaona. Unasikia? Tunaona mbali. We see this world, tunaona wapi dunia inaelekea. Hatuko hapa tu tunakuwa tu hapa, mtu anafika tu ulipata food stamp hapo unajichekea, huko tu unaikala tu fasi unafurahi, unafanya nini? No. Unatakiwa kuwa na use mind, man. You have to use mind. I'm not stupid. Unakamata tu unajifanyia wewe, unapenda tu kujifanyia. Alafu unasema tu nitamfungula tena atakuwa hivi, atafanya hivi. Yeah, you have to stop. Stop that bullshit. Unasikia? Stop. You have to stop. You stop, please. Stop wendo uniblock tena. Waache michezo. Sina beef na wewe, sina beef na wote ambao alifanyaga kimoja kitu. Kwa hiyo ushauri wangu mimi nitapenda niwaambie ndugu zangu, mtu kimuona na kublock tena na kuimblock sio mtu mzuri kwako. Ni mtu mbaya zaidi. Mbaya. Unasikia? Mbaya. Mchukulie huyo ufara kabisa. Akikublock na kuimblock tena, mwambie bana tafadhali nenda ukanitoe tena kama gisi ulivyonitoaga kipindi kile. Uniachie time na mimi nijisikie kwenye Facebook yangu. Sitaki kuonana mecho ile ya kiwangawanga inakuwa pale juu. Mtu wa hivi ana tabia za kiuangaji. Mtu wa tabia hizi sio mtu mzuri. Anakuwa na tabia za kuwangawanga, za kujitangaza yeye anajua, za kujitangaza yeye ataweza kaua, za kujitangaza yeye sijui hivi. Sio watu wazuri. Na sijamuongelea umoja, naongelea wote ambao waliwahi kuniblock na kuniimblock. Sasa wanakuwa wananifuatilia nafanya nini? Nendeni tena mkaniblock. Bila hivyo nitawataja. Unasikia? Nitawataja. Acheni hizo tabia bana. Huku ni Ulaya, tumekuja kulipa mabile ya watu na kurudisha pesa za OEM. Na kama hujamalizaga pesa za OEM, tafadhali mbele ya kuwa naingia kwa Facebook kujitapa huko na kitu, maliza kwanza pesa za watu za OEM. Lipa kwanza OEM pesa yake. Si kusafirisha ndege ya bure au kukulaka hata biskuit mundege au kunywa hata champagne mundege. Lipa franga watu wa OEM. Njoo anza sasa kwa unafanya vurugu. Na kipindi utakuwa unafanya vurugu, ukwe na tafuta hata ukwe na title hata ya TV. Unaangalia hata kama una pesa yako, unasubiri hata siku ya Thanksgiving, unaenda hata shop unanunua hata TV yako, unakia hata na ile karatasi yako ya TV. Na unacho unalipia kale ka assurance kake, kale ka kusema hata ikivunjika utairudisha. Unakuwa unarudia nako mnyumba unakachunga kale ka kitu kako. Unasikia? Sio tu unaenda tu unajibebea tu ya kujibebea. Anatanda eti kwamba sijui nitakuwa napita tu naonekana niko na hiki cha hivi, nipita niko hivi. What the heck? Hauna kitu. Ni sawa na zero. Sawa na homeless mwenye ana nyumba barabara. Anything can happen anytime. Unasikia? Zeka happen tu na ukakioka nyang'anyiwa. Ama ukakosa kazi, ukakosa kulipa, ukabebewa kile kitu kikaenda. Alafu kesho kakia abakuninyanganya nilichange. Ulichange ni bali beba masifa. Acha masifa, hauna usizingishi magumu. Bengine tulibifanyaka viko na kia fanya leo mu 2020 tulibifanyaka hapa depuis mu 2011. Bitu wenye uko na kia fanya mu 2000 kombe tulibifanya depuis mu 2011. Uliza ba ex wangu wako wananifuatilia hapa. Uliza Natalie Lydia la blonde iko hapa iko nanifuatilia. Mke wa picha ni iko live hapa iko nanifuatilia. Uliza ba ex wenye tulikuwaga nao.
tulifanyaga hiyo maavantire depuis ma 2011 2012 kutembelea magari moya mabei ya mingi. Sasa leo ni miaka ingine ishapita. Na Mungu, mimi nakuwa nashukuru Mungu jua mwili wetu. Utanikuta kaka mwili unanichukulia sawa tu na Gile, sawa tu na Alfonso, gisi natembeaga na Alfonso. Lakini leo ku status yangu ndo angalie, mu 2007 nilikuwa kama hivi gisi venye niko. Mu 2007 nilikuwa kama hivi gisi venye niko. Na wengine hivi leo tunakuwa tunaenda tunaoa wanamke walizaliwa labda mu 2000. Unaenda wa mwanamke azaliwa mu 2000 na we unaenda wa tuache hivyo. Kwa hiyo ndio kidogo nitaka niifanye, nipite naambia watu. Hapa tuko ndani ya studio yetu Virabondo TV. Studio yetu iko vizuri sana. Dada zangu ambao mna Karak Food, nitakuwa na waita, mnakuja hapa, tunakuja tunaojiana. Studio yangu iko Butamu. Sio ile ngambo moja kule. Ile ngambo moja yote ni kio tu. Maka unakalaga hapo uko unaongea uko unajiona. Maka ngambo moja huko. Sunaona? Ngama mwa huko ni boro tu unakalaga huko unajiona. Hapa tuko ndani ya Virabondo TV. Huko unaona mabutamu yenye iko huko ndani ya Classic One. Kwa hiyo ndio hivyo. Napenda nimalizie hapa. Tuko pamoja, fuatilia live, ambia mwingine. Kila samedi dimanche tutakuwa tunakuwa live jua kuelimisha jamii. Sisi hatuko hapa jua bifu na mtu. Okay? Tuko hapa jua kuelimisha jamii. Sisi tuko hapa kama vile shangazi nipe ushauri, tuko hapa jua kuwa na shauria ndugu, jamaa na marafiki na wale ambao watakuwa kitufuatilia, tunakuwa tunawashauri tuangalie gisi gani ya endelea kuishi kama Waafrika, kuendelea kuishi kama watoto wa Afrika na kuendelea kuishi tukiwa na tabia zile za kuheshimiana, za kusaminiana na za kuwa zile tunakuwa na muda wa kusameana. Tusiwe watu ambao tunakuwa tunajifanya tushakuwa on top. Yeah, we are in America, we are on top. I got my shit, I pay my bill, nobody help me to pay my bill, and then I'm not gonna be the side when somebody talk bullshit. I will talk to bullshit. No. We are in America, yeah, but we have to know where we come from. And then if in your mind you're gonna stay every time and think where you come from, I don't think if you're gonna get a lot of problem in America or a lot of trouble in America, because you're gonna know you are somebody from Africa. You're gonna stay with your family, with your community, and then you're gonna help each other. And then that's hapo utakuwa Mwafrika mzuri. You're gonna understand what is the meaning of Africa or African. Because Africa people, we were together a long time. Wazungu ndio walikuja wakatufanyia maboda. We was living like that. Africa is paradise. People was living good. Kulikuwa hakuna wasama, hakuna sijui nini. Leo kuna kama shababe, sijui nini. Sijui manini, kuna kwa sijui nini. Alikuwaga. Kwa hiyo ndio hivyo na huko tumeshafika. We have to support each other, man. We have to be together, tushikamane, tufanye vitu vizuri. Huyu ni Mix Saidi Rais Virabondo. Hivi ndoko cyane leka nitango tolonge mebeme ni munda nitende kama ungo shibe muto changela inu kyanga na taungwa oloto njamango tashiweshi oto ela oloto shile nishimondi tundabino nishimondi locha ba ombaka bose ama bato bose ama bose bembe ba abila beni mtona mona abo block obo Facebook ama na block obo mtandao wose tali mtu wangine afu longe meshona mona achulunga au fungula au inblock ila njilo la biomu eta ilo ngwa njimona ya mu eta na ile pinde alu ufunga talo ujulisha jwe au funga longonga au fungula ta ujulisha jwe au fungulira tali mtu wangine ali mtu imango bana kema kini mango gopa na imango gopa j'aimerais aussi parler concernant mes frères à la ligne là-bas.
si tu as un ami, même si tu ne parles pas avec lui, mais tu vois, il vient de te bloquer. Et tu restes calme. Calme, vraiment. Tu n'as pas pris le temps de lui demander pourquoi tu m'as bloqué. Et après quelques jours ou bien quelques mois, tu vois, il vient aussi. Il ouvre. Il t'embloque. Je peux parler comme s'il t'embloque again. Et tu commences à voir ce qu'il est en train de poster. Et lui aussi, il commence à voir ce que tu es en train de poster. Ça, ce n'est pas un bon ami. Il faut éviter les genres des amis. Comme ça. Il faut éviter. Ce n'est pas un bon ami. C'est un quelqu'un qui veut te faire de mal. Kwa hiyo ndio ndugu zangu, nitaka niongee katika hizo lugha zote, nipende kuonyesha watu tunaongea hivyo. Sijui tena niende tena mkiportugais na huko niko naona bakakangu wa demano wako wananifuatilia. Mano, queria falar assim. Quando você tem um amigo, então esse amigo você costuma ver o que teu amigo costuma postar no Facebook dele. Então, um pouco tempo, você não está a ver nada. Teu amigo já te bloqueou no Facebook. Então, quando você quer fazer uma cena ali no Facebook, quer ver, esse meu amigo tá por o quê? Você não está a ver nada. Então, depois, não sei, de uma semana, um mês, não sei quanto, você costuma ver assunto que teu amigo estava a fazer. Então, você, sem ter muito tempo, não está a ver nada. Esse aí não é bom amigo. Você tem que sentar com cuidado com esse gajo. Não é bom gajo. Estás a ver aí? Você tem que sentar com uma qualidade de ver, esse é aquele gajo, esse aí vai me fazer, então está me fazer em si sobre o Facebook. Então quando ele vai me ouvir num assunto, esse aí vai me matar. Então cuidado com meu people, cuidado com meus amigos. Somos together, somos juntos. Obrigado, meu people. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus brothers. Tamo junto. Esse é Virabondo. Mais vilhosos, Virabondos. Rice Mick, El Mick Daddy. Letete votombe. Vizuri sana ndugu zangu, nitaka niweke serious. Yeah, I'm serious, my people. We try to speak in any language. Yeah, and then we can make what we are need to show people or to let people know. We can let them know in any language. Yeah, it doesn't matter our accents. I don't care about the accents, but when I need to do something, I need to understand what I'm going to tell you. I don't care when you say, hey, that guy got bad accents, but I don't care about the accents. But if we go to grammar, I will be better more than you. Because I will write good the grammar. I will do everything good. But don't judge my accents. Because I never go to court. And then even if I go to court, I never call an interpreter to come to do something. No, I do by myself. Everywhere I do by myself. Salute. Watu wanapiga sana. Sisi tunamalizia hapa, tutakuwa tena live kesho vizuri, ndio tunaenda sa live ya Virabondo TV. Hii ilikuwa ni binafsi, hii ni ya Rais Miki. Nimeifanyia home studio. Hii show ile ya kwetu ku TV. Ya TV tutaifanya kesho vizuri na tutamruhusu kila mtu aongee. Hii ilikuwa ni yangu kibinafsi tu, nataka
kuwakanya watu na kuwafundisha kitu fulani kibinafsi, tofauti na masuala ya TV ama masuala ya shangazi nipe ushauri, ili kwa tu kibinafsi. Kwa hiyo nashukuru sana. Kuna kibaridi, kuna kibaridi, na nawashukuruni, asanteni kwa kunifuatilia.